Bwana Yesu asifiwe. Ninakusalimu katika jina la Yesu. Mungu akubariki sana kwa kusikiza, kwa kufungua channel yangu ya YouTube. Mungu akubariki kwa kuendelea kufuatilia mafundisho ambayo ninaposti kwenye channel yangu ya YouTube. Leo tutajifunza kitu ujumbe unaosema kwamba zikimbie tamaa za ujanani. Zikimbie tamaa za ujanani. Roho Mtakatifu, mwalimu wa kweli, akakuhudumia kwenye mafundisho haya. Mafundisho haya yakafanyike msaada kwako katika jina la Yesu. Amen. Zikimbie tamaa za ujanani. Wakati wa ujana ni wakati ambapo mwili uko active. Mwili unatamani vitu vingi. Mwili unatamani vitu vingi ambavyo ni chukizo mbele za Mungu. Mwili unatamani zinaa. Maandiko yanasema kwamba zikimbie tamaa za ujanani, ukafuate haki. Zikimbie tamaa za ujanani. Zikimbie tamaa za ujanani. Wakati wa ujana ni wakati ambapo utatamani vitu vingi sana. Tamani vitu vingi sana. Ndio maana moja ya tabia ambayo unatakiwa kuijenga wakati wa ujana ni moyo wa kiasi, kwa maana ya self control, uwezo wa kujitawala, uwezo wa kujizuia. Mwili utatamani vitu vingi ambavyo ni chukizo mbele za Mungu. Na maandiko yanasema kwamba uzikimbie tamaa za ujanani. Uzikimbie tamaa za ujanani. Paulo akasema pia zinaa ni moja ya kitu ambacho kinawatesa wa vijana wengi. Na akasema zinaa ikimbie. Maandiko hayajasema kwamba zinaa unatakiwa kuikemea, zinaa unatakiwa kuikimbia. Shetani unaweza kumpinga naye atakukimbia. Lakini kinapokuja kwenye eneo la zinaa, maandiko yanasema kwamba ikimbie ni zinaa. Wakati wa ujana ni wakati ambapo kuna vitu vingi ambapo usipojizuia unaweza kuharibikiwa kwenye maisha yako. Usiposema hapana unaweza kuharibikiwa kwenye maisha yako. Ndio maandiko kwamba lakini zikimbieni tamaa za ujanani ukafuate haki. Je, wewe ni kijana? Hajalishi mwili wako uko active kwa namna gani. Wakati wa ujana ni wakati wa kuifuata haki. Ni wakati wa kumtumikia Mungu aliye hai. Ni wakati wa kujenga mahusiano yako mazuri na Mungu aliye hai. Ni kweli mwili unatamani vitu vingi. Ni kweli mwili unatamani vitu vingi. Lakini vitu hivyo kama ni chukizo mbele za Mungu, ni vema kuambia mwili unyamaze kimya. Una uwezo wa kuutisha mwili wako. Una uwezo wa kuutisha mwili wako. Ndio maana Paulo pia anaandika kwenye waraka kwa Wathesalonike akasema kwamba kila mtu na ajue kuuweza mwili wake. Wewe kama kijana ujue kuuweza mwili wako. Wewe kama kijana ujue kuutisha mwili wako. Usikubali kutumikishwa na mwili. Usikubali kufuata tamaa za mwili. Mwili unatamani vitu vingi ambavyo ni chukizo mbele za Mungu. Wewe kama kijana zikimbie tamaa za ujanani. Zikimbie tamaa za ujanani. Haijalishi mwili unakutaka ufanye nini. Maadamu hicho ambacho mwili unakutaka ufanye kiko kinyume na neno la Mungu, kiko kinyume na Mungu, kimbia, 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 na inawezekana. Inawezekana. Tumeona habari za Yusufu. Yusufu alivyokuepo kwenye nyumba ya Potifa. Nyumba ya Potifa, mke wa Potifa akamtamani Yusufu. Na maandiko yamesema kwa siku nyingi alikuwa anamshawishi alale naye. Lakini Yusufu alikataa. Yusufu alikataa. Anasema kila kitu kiko chini yangu lakini isipokuwa wewe, kwa sababu kila kitu Potifa amekiweka chini yangu isipokuwa wewe, kwa sababu ni mke wake. Akakataa kwa muda mrefu. Ikafika wakati Potifa akamuita chumbani na akataka kulala naye kwa nguvu. Na ndipo Yusufu alipokimbia na nguo zake akaziacha pale. Na ndicho ambacho sema tuzikimbie tamaa za ujanani. Tuzikimbie tamaa za ujanani. Na hasa dhambi ya zinaa. Yesu anasema kwamba kizazi hiki ni kizazi cha zinaa. Anasema zinaa ni ya kuikimbia, sio ya kuikemea, ni ya kuikimbia. Yusufu alikimbia, alipoingia kwenye mtego wa zinaa alikimbia. Alikimbia. Na alipokimbia mwisho wake akaweka gerezani, na kutoka gerezani akawa waziri mkuu. Akawa waziri mkuu. Wakati wa ujana ni wakati ambapo usipokuwa makini utaharibikiwa kwenye maisha yako. Usipokuwa makini utaharibu future yako. Usipokuwa makini utaharibu huduma yako. Ni wakati wa kujijenga tabia ambazo zitakufanya wewe ufikie hatima maisha yako kwa haraka. Zitakufanya wewe uinuke kwa haraka. Kwa sababu mafanikio yetu yanategemea kwa sehemu kubwa tabia zetu. Zikimbie tamaa za ujanani.
Chochote ambacho mwili unatamani, unakusukuma kufanya, ambacho kiko kinyume na Mungu, kikimbie, kataa. Na Roho Mtakatifu akuwezeshe katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti na hai. Roho Mtakatifu ambaye ndio msaada wetu, Roho Mtakatifu ambaye ndio msaada wetu, akuwezeshe kuishi maisha matakatifu siku zote, akuwezeshe kuzikimbia tamaa za ujanani katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Amen. Mungu akubariki sana kwa kusikiliza mafundisho haya. Ili kuendelea kupata mafundisho haya, usisahau kusubscribe. Ukisubscribe, basi mafundisho yote ambayo ninaposti kwenye channel yangu ya YouTube utayapata. Lakini pia unaweza ukashare, unaweza ukalike pia. Mungu akubariki katika jina la Yesu. Amen.